Ujumbe wa haraka na dharura aliopokea Samia Suluhu umetikisa Ikulu ya Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Ujumbe mfupi wa kumtakia heri ya kuzaliwa ulipasua pazia na la ukimya mzito unaozunguka Tanzania na kutikisa Ikulu ya Tanzania, ukigeuka kuwa hati ya mashtaka dhidi ya mfumo mzima wa uongozi. Haukuwa tamko la kisiasa lililopangwa wala hotuba ya jukwani. Ilikuwa ni salamu ya kibinadamu iliyobeba kumbukumbu ya wale ambao hawapo tena au waliopotea bila maelezo. Ndani ya maneno machache, God bless Lema alihamazisha uzito wa sherehe ya mtu mmoja kwenda kwenye maumivu ya taifa linaloishi na hofu ya kupoteza uhai bila haki wala kumbukumbu. Kiini cha ujumbe huu kilikuwa uhai kama thamani ya msingi inayofanya sherehe iwezekane. Kwa kukumbusha siku ya kuzaliwa kama ushahidi wa kuendelea kuishi, salamu hiyo iligeuka kuwa kioo kinachoonyesha upande wa giza wa Tanzania ya sasa, ambako si kila mtu anapata fursa ya kuhesabu miaka yake. Lema alielekeza macho ya umma kwa waliokatishwa maisha wakiwa vijana na kwa familia zilizotangatanga bila majibu, zikitamani hata kupata miili ya wapendo wao. Huo haukuwa usemi wa hisia tu, ulikuwa muhtasari wa hali ya nchi ambako kifo na kutoweka vimekuwa maneno yanayonong'onezwa badala ya kujadiliwa wazi. Na katika muktadha wa kisiasa wa Tanzania, ujumbe huu haukuangukia kwenye ardhi kavu. Kwa miaka kadhaa, simulizi la watu kupotea, kukamatwa bila maelezo ya wazi na kufa katika mazingira yasiyoeleweka zimekuwa zikizungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, vyombo vya habari vya nje na ripoti ya mashirika ya haki za binadamu. Ingawa serikali imekuwa ikisisitiza juu ya usalama na utulivu wa nchi, pengo kati ya simulizi rasmi na uzoefu wa raia linaendelea kupanuka, na ujumbe wa Lema uliounganisha pengo hilo kwa lugha rahisi isiyo ya kisiasa sana, lakini yenye uzito wa kikadili ama wa kiadili unaozidi hotuba nyingi. Kwenye ujumbe wake, God bless Lema alitaja na kusema kuwa leo unasherehekea siku yako ya kuzaliwa. Ninafurahi kwa sababu ninajua inakupa kujua thamani ya uhai wa maisha. Bila uhai, sherehe hii haiwezi kuwapo, na kuna watu wengi sana wangependa kufurahia siku kama yako, lakini wapo waliokatishwa maisha, wengine wakiwa wadogo sana. Wakati unakata keki yako, kumbuka kwamba kuna wazazi na ndugu wanatafuta watoto wao bila matumaini ya kuwapata, sio kwa ajili ya sherehe ya birthday, bali wanatamani angalau kupata miili ya ndugu zao hata kama wamekufa. Just imagine tu. Happy birthday. Jumbe wake God bless Lema ambao ulitikisa medani ya siasa nchini Tanzania. Historia ya Tanzania ina mizizi ya uongozi ulioweka uhai wa raia kama thamani kuu katika miaka ya awali ya taifa. Falsafa ya ujamaa ilijengwa juu ya wazo la mshikamano na utu, hata kama utekelezaji wake ulikuwa na changamoto. Hata hivyo, katika mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi ya miongo iliyofuata, misingi hiyo imekuwa ikitetereka. Mageuzi ya kiuchumi, shinikizo la usalama na kuimarika kwa dola yameleta mazingira ambayo haki ya msingi mara nyingi. Historia ya Tanzania ina mizizi ya uongozi uliowekwa uhai na raia kama thamani kuu katika miaka ya awali ya taifa. Falsafa ya ujamaa ilijengwa juu ya wazo la mshikamano na utu, hata kama utekelezaji wake ulikuwa na changamoto. Hata hivyo, katika mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi ya miongo iliyofuata, misingi hiyo imekuwa ikitetereka. Mageuzi ya kiuchumi, shinikizo la usalama na kuimarika kwa dola yameleta mazingira ambayo haki za msingi mara nyingi huwekwa pembeni kwa jina la utulivu. Ndani ya muktadha huu, kauli inayokumbusha thamani ya uhai inakuwa tishio kwa simulizi za nguvu na udhibiti. Ujumbe huu pia ulifungua kurasa wa maumivu ya wazi na ndugu wanaoishi kati ya matumaini na kukata tamaa. Na katika jamii nyingi, maombolezo huanza pale mwili unapopatikana. Kukosa mwili kunamaanisha kukosa mwisho, kukosa haki na kuendelea kuishi katika mzunguko wa maswali yasiyo na majibu.
na kuonyesha wazi kwamba baadhi ya familia zinatamani hata kupata miili ya wapendo wao. Ujumbe huu uliweka bayana kiwango cha mateso kinachozidi kile kinachoonekana juu, na hili linagusa moja kwa moja wajibu wa dola kulinda uhai na kutoa uwazi pale uhai unapopotea. Kwa upande wa kisiasa, Godbless Lema si jina lisilojulikana, bali historia yake ya kuwa sauti ya upinzani na mkosoaji wa mfumo haswa ya mamlaka inaongoza uzito wa kile neno analoandika. Ujumbe wa kuzaliwa ulioandikwa kwa lugha ya kibinadamu uliepuka makombora ya moja kwa moja ya kisiasa, lakini ukabeba mzigo wa ukweli unaoumiza. Ndani ya mazingira ambako kauli kali za kisiasa mara nyingi ukataliwa na kudhibitiwa, njia hii ya mawasiliano ilifanikiwa kufikisha ujumbe bila kutumia maneno ya kuchochea, lakini ikadumisha msimamo wa kimaadili. Kikanda na kimataifa, Tanzania imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu kuhusu mwenendo wa haki za binadamu. Mashirika ya kimataifa, Jumuiya za Afrika Mashariki na wadau wa maendeleo wamewahi kuonyesha wasiwasi juu ya matukio ya kukamatwa kiholela, ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza na mazingira ya hofu. Ujumbe unaokumbusha waliopotea unaongeza ushahidi wa kijamii unaoendana na ripoti hizo, hata bila kutaja majina au matukio mahususi. Ni aina ya ushahidi unaotokana na maisha halisi ya wananchi, si makaratasi ya sera. Na kwa vyombo vya habari vya kidijitali na majukwaa ya wanaharakati, ujumbe huu ulifanya kazi kama kichocheo cha mjadala mpana. Ulifaa kwa simulizi za YouTube, makala mandefu na mijadala ya mitandaoni, kwa sababu uliunganisha tukio la binafsi na tatizo la kitaifa, na kimaudhui uliakisi changamoto za Tanzania ya leo, taifa linalojitambulisha kwa amani lakini linalobeba majeraha yasiyotibiwa na ya haki na uwajibikaji. Na kwa mantiki hiyo, ujumbe wa kuzaliwa uligeuka kuwa hati ya kumbukumbu ya wale ambao hawana sauti. Athari zake kwa uongozi ni nzito. Kukumbusha thamani ya uhai katika siku ya sherehe ni ukumbusho kwamba mamlaka hayana maana bila kulinda maisha ya raia. Ni ishara kwamba ukimya wa viongozi juu ya watu waliopotea hauondoi ukweli wa mateso yao. Kadri ujumbe kama huu unavyosambaa, ndivyo shinikizo la maadili linavyoongezeka kwa wale walio madarakani kueleza, kuwajibika na kurejesha imani ya jamii. Kwa wananchi, ujumbe huu ni mwaliko wa kukataa kuzoea hali isiyo ya kawaida. Kupotea kwa watu, vifo visivyoelezeka na kukosekana kwa uwazi haviwezi kuwa sehemu ya kawaida ya maisha ya taifa. Kukumbuka waliopotea katika sherehe ya kuzaliwa ni tendo la upinzani wa kimya linalosema kwamba furaha binafsi haiwezi kutenganishwa na mateso ya wengine. Ni msimamo unaosisitiza mshikamano badala ya ubinafsi. Na katika mtazamo mpana wa kihistoria, kauli kama hizi ndizo zinazojenga kumbukumbu ya taifa, si hotuba za ushindi wala takwimu za maendeleo pekee zinazobaki, bali pia maandishi yanayorekodi maumivu ya hofu za wananchi. Ujumbe wa Lema unaingia katika mkondo huo kama ushahidi wa kipindi ambacho uhai ulilazimika kutetewa na maneno ya kawaida nje ya mfumo rasmi wa mamlaka. Na mustakabali wa Tanzania unategemea namna inavyokabiliana na ukweli unaoletwa na sauti kama hii. Kuendelea kunyamaza kuna maanisha kuhalalisha hofu na kuacha majeraha yaendelee kuvuja. Kuoga ama kuogopa kuzungumza kuna maanisha kuacha historia iandikwe na wale wenye nguvu pekee. Na ujumbe wa kuzaliwa uliogeuka kilio cha waliopotea ni onyo kwamba taifa haliwezi kujenga kesho salama juu ya mafumbo ya leo. Na kadri sherehe zinavyoendelea bila kukumbuka waliokatishwa maisha, ndivyo dhamani ya uhai inavyopungua. Na Tanzania inakabiliwa na chaguo la kimya ambalo ni kukubali kusahau au kusimama na kulinda kumbukumbu, uwajibikaji na haki ya kuishi. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, na tafadhali, ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu.